wakazi ambao wanaishi na hata wale ambao wanaingia na kutoka ndani ya wilaya ya Kigamboni ambao wanakwenda kwenye shughuli mbalimbali, hususan wale ambao wanatumia vyombo vya moto ikiwemo magari, kwa sasa walazimika kutumia barabara ambayo inakwenda mpaka Darajani na kuingia Kigamboni badala ya kutumia eneo hili la kivukoni, kwa sababu tu kivuko cha MV Kazi ambacho ndio kivuko pekee ambacho kinafanya kazi kwa sasa kimepata hitilafu na kikawa kinakarabatiwa. Hivyo kwa sasa sea taxi ama zile taxi za majini ndizo ambazo zinavusha watu katika eneo hili, na unafahamu kutokana na uwezo wake zinashindwa kubeba magari na vyombo vingine vya moto. Sasa habari njema ni kwamba kivuko cha MV Kazi tayari kimekarabatiwa ndani ya siku 4 na kipo tayari kuanza kazi, na kesho tarehe 13 ya mwezi wa kwanza itaanza kazi rasmi, na hii ni baada ya kukarabatiwa, ukarabati ambao umehusisha pia kufungwa kwa injini 2 mpya katika kivuko hicho. Na tukiwa hapa tumezungumza na kaimu mkurugenzi mkuu wa TEMESA Moses Rajabu Mabamba, ambaye ametuhakikishia kwamba kivuko hicho kinaanza kazi kesho, huku akizitaja sababu za kuharibika kwake na namna ambavyo ukarabati umefanyika, kubwa zaidi akiomba radhi watumiaji wa kivuko hichi kwa usumbufu ambao umejitokeza, na akiahidi kwamba huenda tatizo hilo haitojitokeza tena kwa sababu kivuko kimekarabatiwa kwa ubora kabisa. Mimi ni Bakari Chijumba. Kama tunavyofahamu, siku za nyuma kuanzia tarehe 5 wenzetu wa TEMESA na wa TASAC pamoja na idara ya hali ya hewa walitangazia kuwepo na pepo kubwa ambazo zilikuwa zinavuma katika bahari yetu ya Hindi. Hii ilisababisha TEMESA kusimamisha kivuko chetu. Baada ya kusimamisha kivuko hiki, tulilazimika pia kufanya matengenezo ya kivuko hiki cha MV Kazi, ambapo tumebadilisha injini. Tumebadilisha injini, tumeweka injini mpya 2 zikisaidiana na 2 zilizokuwepo. Tumebadilisha mifumo ya umeme, tumebadilisha mifumo mingine ya uendeshaji wa chombo hiki, na ni matarajio yetu kwamba tunatambua kwamba serikali imefanya kazi kubwa sana na kuna enrollment kubwa ya wanafunzi ambao wataanza shule kesho. Kwa hiyo tumezungumza na wenzetu ambao tumewaomba watusaidie kuvusha wanafunzi wakati sisi tunafanya sea trial ya kivuko chetu. Kwa mujibu wa taratibu za uendeshaji wa vivuko, baada ya kufanya matengenezo wanatakiwa ufanye majaribio ya baharini. Kwa hiyo tutafanya majaribio yetu kesho asubuhi, na mchana muda wa saa 8 kivuko chetu cha MV Kazi kitakuwa kimerejea kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. TEMESA inawaomba radhi watumiaji wa kivuko hichi kwa usumbufu wote ule ambao umejitokeza, na tunawaahidi kwamba baada ya matengenezo haya kivuko chetu kipo tayari kwa ajili ya kuwahudumia ili waweze kutekeleza majukumu yao. TEMESA inaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa support kwa kipindi chote hiki ambacho tumekuwa tukifanya matengenezo haya madogo ya kivuko hiki. Ni matarajio yetu kwamba mwezi wa 4 kwa mujibu wa mkataba kivuko cha MV Magogoni kitakuwa kimerejea, na mwezi wa 10 kivuko cha MV Kigamboni kitakuwa kimerejea kutoka kwenye matengenezo makubwa, na hapo kivuko chetu cha MV Kazi tutakipeleka kwenye matengenezo makubwa ili tuendelee kutoa huduma kwa wananchi. Kivuko cha MV Kazi kina uwezo wa kubeba abiria 200 na magari 20. Ukarabati huu mdogo ambao tumeufanya kwenye hiki kivuko cha MV Kazi umetumia siku 4 na gharama zake ni shilingi milioni za Kitanzania 30. Unajua, kwa taratibu za uendeshaji wa vyombo huwezi tu chombo kwa kimekamilika ukakiingiza majini bila kufanya sea trial, na hii sea trial huo utapatiwa cheti kutoka TASAC kinaitwa seaworthiness, ubora wa chombo. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefanya majaribio na TASAC kutupatia hicho cheti, basi kivuko chetu kesho mchana kama nilivyosema, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaanza kutoa huduma kawaida. Kwa majina naitwa Juliana Didas, ni mkazi wa Kigamboni. Wakati kimesimama kimekuwa ni usumbufu mkubwa kwa sababu sio wote ambao walikuwa na mudu kuvuka kwa hizo cha shilingi 500. Kuna mtu ambaye unakuta ameshajiwekea kwamba bajeti yake ni hizo 200, anajua kwamba kila siku lazima avuke, na ameshajiwekea kwamba ni 200 asubuhi na 200 atakapokuwa anarudi. Kwa hiyo kiliposimama kiliathiri kwa kiasi fulani bajeti za wengine, na kwa kuwa kimerejea inaona itatusaidia hata kwa upande wa wanafunzi, sababu wanafunzi wengi ndio unakuta walikuwa wananemeka nacho hicho. Mimi kwa majina naitwa George Job Masunyiro. Ushauri wangu ni kwamba kivuko kama hichi hapa hivi ni kimoja, kwa hiyo mimi naona hakitoshi. Yaani wangefanya kuongeza hivi hata viwili, yaani vile vinapishana kwamba cha huku na cha huku, kwa sababu kimoja unakuta muda mwingine kinachukua muda mrefu kule hivi. Watu wanakaa
karibia nusu saa hapa hivi, na magari kuvuka inachukua muda. Kwa hiyo asilimia kubwa watu sisi tuna kipato kidogo, kwa hiyo unakuta nauli hasa kwenye hivi vivuko vidogo 500 zinatukosti sana. Tofauti na kile pale 200 kidogo ina balance. Unajua si wengine unapata shilingi 5,000 kwa siku, 10,000. Kwa hiyo wangeongeza kivuko kingine vile hata viwili angalau inasaidia.